Karibu katika sehemu ya tatu ya likapu yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya pili, basi hakikisha unagusa hicho kipop-up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen wako ili tuweze kwenda pamoja. Bibi Hee-seok alikuwa akimtazama mama yake aliye katika sura ya ujana kabisa, lakini alikuwa akimfurahia mno na akaanza kudeka, na mama alikuwa amemwandalia chakula kitamu sana. Lakini alipoulizwa tu kwa habari ya mwamba anayefahamika kama Rock John, basi moja kwa moja alijikuta anapata huzuni na kusema kwamba mama, acha tu, mapenzi ni upofu, sijui hata nimeingiaje na uzee huu kwa sababu tu ya huyo mwanaume. Lakini pia bibi akamsihi mama yake kwamba anaomba wasizungumzie mada hiyo kabisa. Basi mama hakuwa na namna yoyote ile, akamwandalia chakula, bibi akaendelea kuchapa msosi. Huyu bibi anayefahamika kama Hee-seok, nyakati za usiku akiwa amelala na mama yake, akamwambia kwa mama, nitaishi na wewe milele, kwa hiyo kuanzia sasa hivi nataka niwe nakaa na wewe. Licha kwamba Hee-seok anaonekana kwamba ni mzee kuliko hata huyu mama yake, lakini bado alikuwa akimtazama kama mwanae, na namna ambavyo huyu mama anadeka basi anamchukulia kama binti yake anavyodeka tu. Mama mtu akamweleza kila kitu mtoto wake siku ya leo, akimfungukia siri nzito alizokuwa nazo ndani ya mtima wake. Akamwambia kwamba mimi na baba yako tulihangaika sana kupata mtoto. Maamuzi ya mwisho, baba yako aliamua kwenda kutafuta mwanamke mwingine ambaye ndo alikuja kukuzaa wewe. Baada ya kukuzaa wewe, yule mwanamke akanikabidhi wewe akiwa mdogo kabisa. Nilikulea kwa mapenzi yote, nikakutunza kwa kadri ambavyo niliweza kufanya, lakini siku moja niliandaa zawadi nzuri sana kwa ajili ya yule mwanamke aliyeweza kunizalia wewe. Kwa bahati mbaya iliweza kutokea ajali na yule mwanamke pamoja na baba wakapoteza maisha. Na hapa ndio bibi huyu Hee-seok akaja kugundua kwamba kumbe huyu si mama yake wa kumzaa, lakini anamtambua huyu kama mama yake kwa sababu yale mapenzi na namna ambavyo aliweza kujitoa kwa ajili yake, na anaamini huyu ndio mama yake na hana mpango wa kumtafuta mama yake wa kumzaa. Lakini ile wanamka tu asubuhi wanakuja kugundua kwamba mwamba Lokhan alikuwa tayari yuko nje ya nyumba akimsubiria huyu mwanamama. Kwa lugha nyepesi, jamaa alishindwa kulala kabisa bila huyu mwanamke wake. Jamaa alibembeleza sana kwa mama mkwe mpaka akawa amepiga magoti. Mwisho wa siku mwanamama Hee-seok akaweza kuondoka pale na akarudi na jamaa mpaka nyumbani. Basi wakawa wanarudi wakiwa wamefurahi kweli kweli, wanatabasamu tu, bana nilikumisi eti siku moja tu ambayo ulikuwa upo, hata mwenyewe nilikumisi sana. Lakini kitu ambacho walikuwa wajui ni kwamba yule mwanadada Somaya ambaye hana jina alikuwa ameweza kugundulikana na malaika kutokea kule kuzimu. Lakini yeye alihisi kana kwamba alikuwa anaota, lakini ukweli ni kwamba tayari taarifa zake zishaweza kugundulikana kwamba mtu kutokea jehanamu yupo katika mbingu. Hasa yule mwanadada anayefahamika kama Sonia aliyekuaga paka huku duniani, alipofika mbinguni akawa anapenda sana kucheza na yule mwanadada ambaye anatokea jehanamu, mtu ambaye anatafutwa sana, anatakiwa kurudishwa jehanamu. Sasa akawa amefurahi sana kuwa pamoja na huyu mtu. Lakini pia huyu bibi Hee-seok wakati anatembea tembea katika mitaa akashangaa kuona kwamba bidada Somaya anazidi kumfuata. Hakuwa na namna yoyote, kabidi kuambatana naye tu. Lakini bidada Somaya akashtuka kwamba kuna kitu kinamfukuzia kwa nguvu sana. Lakini kwa haraka sana akatumia mwambuli wake mweusi kuweza kukizuia kile kitu kisiweze kumpata. Ni kama anawindwa sana na ile mizimu ambayo inatokea kule jehanamu. Lakini pia bana, tunakuja kuonyeshwa hapa mwanamama kila anapomuona huyu bidada anamkumbuka sana Yang Hae yule aliyepo duniani. Lakini hata zilipoweza kufika nyakati za usiku, bidada alikosa kabisa usingizi kwa sababu alikuwa akiota ndoto kana kwamba yuko jehanamu, na hii hali ikaanza kumsumbua. Ikabidi moja kwa moja aelekee katika chumba cha bibi aweze kulala naye. Lakini ile namna alivyokuwa akilala na huyu bibi, alikuwa amemwekea mkono wake katika mfuko. Kitu hichi kikaanza kumkumbuka huyo bibi kwamba hata yule Yang Hae alikupokuwa yu duniani naye alikuwa na mtindo kulala hivi hivi, hata alipokuwa mdogo alikuwa anaweka mkono wake katika mfuko wa bibi. Lakini wote tunafahamu kwamba Yang Hae yuko bado duniani kule na ana tofauti kubwa sana namna anavyoonekanika. Lakini huyu kwa nini ana tabia kama za yule Yang Hae aliyopo duniani? Lakini pia hata walipoweza kutoka hapo, anarudi katika mitaa yake na anaendelea kutembea. Anashangaa tu bado bidada tabia zile zile za Yang Hae aliyoweza kumwacha duniani. Imekaje kitu? Lakini huyu bibi Hee-seok akamchukua Soma na moja kwa moja akaelekea naye kanisani. Lakini walikuja kushangaa kuna muumini mpya ambaye ni kama sura yake na yenyewe sio ngeni sana. Huyu muumini sijui aliwahi kumuona wapi. Lakini kilichomfurahisha sana mwanamama Hee-seok ni baada ya kuona kwamba huyu mtu naye ni mgeni, lakini amechukua uzee wake ule ndo ameingia nao huko ndani. Akabaki anamgusa, lakini aligundua kwamba huyu jamaa alikuwa na baridi sana. Lakini wakati anaendelea kumgusa, mchungaji akasema hapana, hutakiwi kumgusa mtu yoyote. Lakini pia huku nje katika mitaa bana, kuna malaika yule wa kutokea jehanamu kule anaendelea kusumbua huko, anazunguka kila sehemu. Amekuja kuchukua watu wanaostahili kwenda kuishi kule katika jehanamu ambao wametolokea huku mbinguni. Lakini kumbuka kwamba bibi ameanza kumtilia mashaka sana huyu Soma kwamba huenda akawa ndio Yang Hae. Kwa nini anafanania kila kitu na yule ambaye yuko duniani? Ikabidi afike hapa katika jumba la maulizo na kuanza kuuliza, je, Yang Hae amekufa au bado anaishi kule duniani? Lakini malaika akasema kwamba Yang Hae alishakufa tayari, ila haishi kabisa katika mbingu. Mwanamama akaunganisha doti na akagundua kwamba Yang Hae ndio huyo ambaye amekuja katika sura nyingine, na akamshukuru sana mume wake kwa sababu aliweza kumsaidia Yang Hae asiweze kuingia jehanamu. Sasa yuko huko, lakini yuko kinyume cha sheria na malaika kutokea kule jehanamu ana mbio kweli kweli. Lakini mwamba Rock John alipoweza kurudi nyumbani, alishangaa kuona kwamba mke wake anafurahi kweli kweli kuwa na Soma ambaye alikuwa akimchukia sana, na bibi akamweleza kabisa mume wake kwamba huyu ndiye bibia Yang Hae ambaye tulimwachaga duniani. Lakini mwamba akamtazama bibi akasema, mbona hafanani kabisa? Akamwambia ndio huyu, mimi nakuhakikishia ndio yeye. Na bibi akaongezea kwamba kama ambavyo mbingu inaweza ikabadilisha umri, ndivyo ambavyo inaweza ikabadilisha hata sura ya mtu. Kwa huyu amebadilika mpaka sura, unajua.
Lakini wakati wa chakula cha usiku, Mwamba akasema kuwa bibie Yang He alikuwa anapenda sana kula chakula kingi kwenye spuni, lakini wewe unakula chakula kidogo. Bidada naye akaanza kuchota chakula kingi, yani kana kwamba ana force aweze kufanana na wewe bidada Yang He. Lakini mapema na alfajiri, bidada Hisok alikuwa anaelekea katika eneo la kanisa, na huku alikuwa ameambatana na bidada Soma. Lakini Soma akawa anamuuliza huyu Hisok kwamba hivi unapenda kuelekea kanisani? Akasema yani mimi napenda kwenda kanisani, lakini kiukweli simfurahi kabisa yule mchungaji mgumu, mkauzu, wakati mwingine ananyima watu uhuru, yani sipendi kabisa yani. Lakini mwanamama kwa kitendo chake cha kumsema vibaya mchungaji, basi kuna matunda fulani hivi ya blue yalikuwa yameweza kujitengeneza katika sehemu fulani, na haya matunda yanaashiria kwamba bibi akiendelea na tabia hii ya kuwasema watu vibaya atakwenda kutupwa jehanamu. Lakini walipoweza kufika kanisani wakakutana na ule mzee ambaye siku ya jana waliweza kumkuta, na siku ya leo mzee alikuwepo, lakini siku ya leo mchungaji alikuwa amebeba soya nyingi sana, na bibi aliahidi kwamba anaweza kawapikia wote. Kati wanaendelea kuchambua hizi soya ili waweze kupika, ghafla tu bana kila mtu akaanza kusimulia historia ya maisha yake. Lakini huyu mgeni pia aliweza kufika akaanza kusimulia historia ya maisha yake, inafanania sana na historia ya huyu mwanamama Hisok. Huyu mzee anasema kwamba alipokuaga duniani alikuwa akimchukua mke wake na kumsafirisha kila sehemu anayotaka aweze kumpeleka. Mke wake alikuwa na matatizo ya akili, lakini mwanamama Hisok yeye akikumbuka kwamba duniani alikuwa akimuuguza mume wake ambaye alikuwa amepata shida kidogo katika mguu na kuweza kuparalyze, na mwanamama hakukubali kabisa kumwacha mume wake licha ya kwamba alikuwa na hali mbaya kitandani. Lakini pia upande wa huyu mgeni pale kanisani, na yeye pia alikuwa hajataka kabisa kumwacha mke wake, lakini kwa bahati mbaya hata yeye alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa kansa ambayo ilikuwa level ya 4. Mwamba baada ya kutoka pale akawa amemchukua mke wake na kumpeleka katika eneo fulani la mgahawa unaouza vyakula vizuri, kisha akaendesha gari mpaka kando kidogo ya fuko ya bahari. Haikueleweka alikuwa amempeleka katika fuko ya bahari lengo lake kubwa lilikuwa ni lipi hasa, ila stori yake akawa amekatia hapo. Lakini akaja kuongea kitu fulani cha kushangaza na kusema kuwa kwa kuwa nimeweza kudhibitisha kwamba mke wangu hayuko mbinguni, basi niko tayari kurejea huko jehanamu. Kwa lugha nyepesi ni kwamba huyu jamaa huku pia naye ni mkimbizi. Sasa malaika hawa walikuwa kutokea jehanamu wakasema kwamba kuna mtu amekimbilia huku tunamtafuta. Walikuja kugundua kwamba kumbe ndio huyu mzee, na mzee baada ya kuweza kugundulikana basi akamteka huyu mwanamama Hisok kwa kutumia kisu chake alichokuwa amekishika, akasema kwamba kama mkijaribu kunichukua basi namuua huyu mwanamke. Mzee sasa ananiacha hoi. Sasa hapo akifa anaelekea wapi? Unajua bado sielewi. Lakini kiongozi mkuu wa jehanamu akaja katika eneo hili na kusema kwamba acha kufanya mambo ya kitoto kiasi hicho, mke wako hatofurahia kukuona ukiwa unafanya upumbavu kama huo, sawa Lakini mzee akasema kuwa nimepambana kumtafuta mke wangu huku mbinguni sijaweza kumuona, nihakikishieni, je, yuko huku mbinguni ama yuko jehanamu? Niambieni, nataka kujua tu. Lakini kiongozi mkuu upande wa jehanamu akasema kuwa siwezi nikakupatia jibu hilo hata kidogo. Lakini wale malaika kutokea kuzimu wakataka kuchukua hatua, lakini huyu kiongozi akawastopisha na kusema subirini kwanza, huyo tunamweza, lakini subirini kidogo. Kumbe upande wa pili huku Mwamba Rokhan alikuwa amepokea ujumbe kutokea duniani, na hapa huu ujumbe ulikuwa unahusiana na skafu ambayo mke mtu alikuwa anaishona akiwa huko duniani. Kumbe bana mke wa huyu jamaa kaka jambazi alikuwa yuko duniani, yuko hai kabisa. Lakini Mwamba Rokhan katika kuangalia vizuri kwenye kioo hapa ndo akaja kushtukia kwamba mke wake ametekwa na huyu kaka jambazi. Haraka sana katimba katika eneo hilo la tukio akasema kwamba mke wako ameweza kushonea skafu, unaweza ukaitumia skafu, ila yeye yuko duniani ni mzima kabisa. Jamaa kusikia kwamba mke wake ni mzima ila yeye ndo ameweza kufa kwa sababu alikuwa anaugua kansa. Jamaa alijisikia vizuri, lakini akasema kwamba natamani kuja kumuona mke wangu. Akamwambia kuwa unaelekea jehanamu, lakini mke wako atakapokuja mbinguni basi siku hiyo tutakuita uje kuonana naye. Mwamba akaivaa ile skafu, akanyanyua mikono yake juu, malaika hawa wakaingia hapo na kuweza kumchukua tayari kumpeleka jehanamu. Baada ya bidada Hisok kuweza kurejea ndani, Somai alifurahi kweli kweli na kuweza kumkumbatia. Sasa kitu cha kushangaza ni kwamba kumbe bana Yang He yuko jehanamu kule na anateketea kila siku, na huyu Soma anafanana kila kitu na huyo Yang He. Inakuwaje kwaje kitu? Sasa huku Mwamba Rokhan akitazama namna ambavyo mke wake ametenda dhambi katika eneo hili, anagundua kwamba amebakiza dhambi moja tu aweze kupelekwa jehanamu. Akamsii sana mke wake na kumwambia kuwa tafadhali usitende dhambi nyingine yoyote ile kwa sababu utapelekwa jehanamu. Lakini bibi Hisok kama kawaida yake anapendaga sana kuelekea kanisani nyakati za jioni, lakini wakati anaelekea huko akashangaa na kukutana na Soma akimwambia kuwa anatamani kupata kinywaji chochote cha baridi, tafadhali naomba unisaidie kupata kinywaji. Hasa hapa bana, kumbe ukitaka kununua kitu unanunua kutokana na kiwango cha pesa ulichokuwa umekiweza kutengeneza duniani. Sasa mwanamama akawa anatumia fingerprint yake kuweza kununua kitu, akagundua kwamba pesa zake hazitoshelezi. Imekuwaje? Pesa mbona nilikuwa nazo nyingi tu, nilikuwa nachukua mikopo kutoka kwa watu. Bibi anaamini kwamba hii mashine itakuwa mbovu kwa sababu yeye pesa anazo nyingi tu. Akaanza gonga pale kwa mkono wake, lakini mashine haikuweza kutoa kitu chochote kile. Basi akaenda kuchukua mpaka jiwe na kuanza kugongesha pale kwenye ile mashine. Hasa kitendo cha kufanya hivi ni kwamba anazidi kufanya makosa na amebakiza kosa moja tu aweze kupelekwa jehanamu. Basi katika harakati za kugonga mwisho wa siku likaongezeka jani jingine. Kwa lugha nyepesi ni kwamba bibi kuanzia sekunde hii anatakiwa kuingia jehanamu. Itakuwaje kuwaje? Bwana wewe, tukutane katika episode ya 4 ya recap yetu, itakwenda kutupa majibu ni nini ambacho kitakwenda kujili. Na kama ambavyo bibi yetu Hisok alivyokuwa amejitabilia mwanzoni kabisa mwa movie kwamba hana imani kabisa kwamba anaweza kuingia mbinguni, na ni kweli ile siku imeweza kutimia. Ukweli ni kwamba mpaka dakika hii hana kigezo tena cha kuendelea kukaa mbinguni, anatakiwa kuingia jehanamu.
Nikusiwe ambaye bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo mapema kabisa. Kumbuka kwamba kila tunapofikisha like 100 basi tunatoa episode ya mbele. Kumbuka kugusa alama ya kusubscribe kama bado, lakini kumbuka kugusa alama ya kulike, na kama unaweza ukacomment makopa na kumetisha zaidi.